بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، نواصل درسنا من دروس مهمة للنساء، أما بلوه بعون الله الكريم منه وكرمه تصوم درس 29 الدرس 29. الدرس 29. بعض النساء، baadhi ya wanawake tatasahalu fi qada'i ramadhana, wanazembea katika kulipia Ramadhan, hatta innahu rubbama marra 'alayha iddatu sanawat, mpaka mara nyingine huenda ikampitikia yeye miaka mingi. Hatta innahu, mpaka hakika mambo yalivyo, rubbama, huenda, marra alaiha, pakapita juu yake yeye mwanamke, iddatu sanawat, miaka mingi, wa hiya lam taqdi, na hali ya kuwa hajalipia bado. Wasawm fardhun, na sawm ni jambo la faradhi. Wa baqin fi dhimmatiha, na hilo deni la funga ni lenye kubaki katika dhima yake. Wabaqin fi dhimmatiha, na hilo deni la funga ni lenye kubaki katika dhima yake, au ni lenye kubaki katika dhamana yake, chini ya dhamana yake. ويخشى عليها أن تموت, na panachelewa, panaogopewa juu yake yeye isije akafa. ويخشى عليها أن تموت, na panaogopewa juu yake yeye isije akafa. وهي لم تقضي, hali ya kuwa bado hajalipia. وما هو جوابها بين يدي الله, na nilipi jawabu lake mwanamke huyo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. ترجمة واضحة. مؤلف حفظه الله تعالى katika darasa hii ya 29 anakusudia kumfundisha mwanamke wa Kiislamu ajue kwamba au ajue masala yafuatayo. Almas'alatu alula, وجوب الفطر بسبب الحيض, wajibu wa kufuturu kwa sababu ya hedhi. Kwa mwanamke wa Kiislamu akishapata na hedhi anawajibika afuturu asale mchana wa Ramadhani, na ni haramu kwake yeye kufunga. لقول عائشة رضي الله تعالى عنها
وقول yake Aisha aliposema bali kabla Aisha. طيب anasema Aisha radhiallahu ta'ala anha kunna nu'maru biqada'i as-sawmi, tulikuwa sisi tunaamrishwa kulipia funga. Baada ya kuwa ameulizwa ma balul haid, ana nini mwanamke mwenye hedhi, yu'maru biqada'i as-sawm wala yu'maru biqada'i as-salah, anaamrishwa kulipia funga na wala haamrishwi kulipia swala. Kwa nini? ana nini huyu mwanamke? Aisha radhiallahu ta'ala anha akasema kunna nu'maru biqada'i as-sawm, tulikuwa sisi tunaamrishwa kulipia funga, wala nu'maru biqada'i as-salah, kwa sababu ya hivi. Bali riwaya iliyowazi zaidi, Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema ma ra'aytu naqisati aqlin wa din, sijaona mimi watu wenye mapungufu ya akili na dini, adhhaba lilubbi ar-rajuli al-hazim min ihdakun, wenye uwezo wa kumhangaisha mwanaume aliyemadhubuti kushinda mmoja wenu katika hili. Kunna ya Rasulullah ma nuqsanu aqlina wa dinina, tukasema ewe mtume wa Allah, ni yapi mapungufu ya akili zetu sisi na dini yetu? Qala amma nuqsanu aqliha, ama mapungufu ya akili ya mwanamke, fa shahadatu imra'atayn ta'dilu shahadata rajul, ushahidi wa wanawake wawili ni sawa na ushahidi wa mwanamume mmoja. Fahadha min nuqsani aqliha, haya ni mapungufu ya akili yake. Ndio maana mashahidi wawili ni sawa na shahidi mmoja wa kiume. Maana yake ni kwamba shahidi mmoja wa kike hatoshi, linuqsani aqliha, kwa sababu ya mapungufu ya akili yake. Wa amma nuqsanu diniha, ama mapungufu ya dini yake, fa innaha tamkuthu al-layali, kwamba yeye anakaa usiku kadhaa, ma tusalli wala tasum, hasali wala hafungi, kwa sababu ya hivi. Fahadha min nuqsani diniha, haya ndio mapungufu ya dini yake. Kwa hiyo hii nukta ya kwanza. Kwa hiyo hiyo ni nukta ya kwanza, kuwa mwanamke nini. Darasa ya kwanza ambayo muallif anakusudia ipate mwanamke katika somo hili 29 ni kwamba mwanamke anafuturu mchana wa Ramadhan, anakula mchana wa Ramadhan kwa sababu ya haidh. Almas'alatu athaniya, darasa ya pili, somo la pili, wujubul qada'i ba'da at-tuhri. Wujubul qada' baada at-tuhri, wajibu wa kulipia funga baada ya kutaharika. Wujubul qada'i baada at-tuhri, wajibu wa kulipia funga mwanamke baada ya kutaharika. Liqaulihi ta'ala, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra, yule ambaye atakuwa ni mgonjwa au yumo safarini, basi na alipie masiku mengine. Kwa hiyo mwanamke mwenye hedhi au nifasi wanaingia katika ujumla huu, wao ni katika miongoni mwa watu wenye nyudhuru ambao watakula mchana wa Ramadhan na kuja kulipia baada ya kuondoka huo udhuru. Bali katika hadithi Aisha anasema kunna nu'maru, tulikuwa sisi kwa sababu ya hedhi tunaamrishwa biqada'i as-sawm, kulipia funga. Nu'mar, tunaamrishwa kuonyesha uwajibu kulipia funga baada ya tuhri, baada ya kutoharika. الدرس الثالث
somo la tatu ambalo tunajifundisha katika darasa hii ya 29. Somo la tatu ni tahrimu tasahuli في القضاء. تحريم التساهل في القضاء، uharamu wa kuzembea kulipia funga Ramadhan ambayo imekupita. Tahrimu التساهل في القضاء، uharamu wa kuzembea kulipia funga mpaka ikakupitikia miaka mingi hujalipa. Kama anavyosema muallif, baadhi an-nisa, baadhi ya wanawake tatasahalu fi qada'i Ramadhan, anazembea katika kulipia funga iliyompita Ramadhan, hatta innahu rubbama, mpaka haikayeke mpaka hakika mambo yalivyo, mara nyingine marra alaiha, kupita juu yake huyo mwanamke iddatu sanawat, miaka mingi, wa hiya lam taqdi, bado hajalipia bado. Wasawmu fardhun, na hali ya kuwafunga hiyo ni lazima, ni faradhi. Wa baqin fi dhimmatiha, na ni yenye kubaki katika dhima yake, yeye haijatoka bado. Wa yukhsha alaiha an tamuta wa hiya lam taqdi, na panachelewa naogopewa yeye isije akafa hali ya kuwa hajalipia bado. Wama huwa jawabuha baina yadillah, jawabu lake litakuwa lipi mbele ya Allah tabaraka wa taala? Na ndio maana nisaa salaf, wanawake wa kisalaf walikuwa wanapopia kulipa deni la funga mapema, kama anavyosimulia Aisha radhiallahu ta'ala anha, kuwa mwanamke ambaye ana deni la funga anatakiwa akimbie, afanye haraka kulipia masiku anayodaiwa baada ya kuondoka ule udhuru, kwa sababu Allah amesema fa'iddatun min ayamin ukhra, basi na alipie katika masiku mengine, na wala haifai kuchelewesha kulipia isipokuwa itakapokuwa una udhuru, isipokuwa itakapokuwa umechelewesha kulipia kwa sababu unao udhuru, ama kulichelewesha kwa makusudi bila udhuru wote ukawa unazembea tu kulipia, jambo hilo halifai. Ni haram kuchelewesha au kuzembea katika kulipia masiku ya funga unazodaiwa, labda itokee kwamba una udhuru, kama alivyokuwa Aisha radhiallahu ta'ala anha anasema, kana yakunu alayya as-sawmu min Ramadhan, ilikuwa mimi ninadaiwa masiku katika funga Ramadhan, fama astati', ikawa siwezi an aqdiyahu, kuyalipia masiku hayo, illa fi Sha'ban, isipokuwa katika mwezi wa Sha'ban, wakati mbaki mwezi mmoja tu basi. Kwa nini? Ashghulu min rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kushughulishwa na nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kumshughulikia Mtume alayhi salatu wasallam. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Bila hivyo hautakikani kuzembea katika kulipia hayo masiku, ila udhuru utakapojitokeza, hiyo haina shida. Hayo ni baadhi ya masomo ambayo muallif ameyataka mwanamke wa Kiislamu ayapate katika maelezo haya. Na mwisho kabisa, khuturatu tasahuli fi alqada, hatari wa mwanamke kuzembea katika kulipia hilo deni la funga analodaiwa. Hatari ya kwanza, hatari ya kwanza من خطورة التساهل في القضاء
miongoni mwa hatari za mwanamke kuzembea kulipia deni la funga ni alwuquu fi almaasiyah, anakuwa ameingia katika maasiya kwa sababu hiyo kulipia ni faradhi, yeye amezembea kulipia mpaka Ramadhani nyingine imeingia tayari waqa'at fi almaasiyah. Kwa hiyo alwuquu fi almaasiyah, kuingia katika maasiya. Allah amemwambia fa'iddatun min ayamin ukhra, na alipia masiku mengine. Huyu mwanamke akazembea mpaka Ramadhani ikaisha, ameingia katika maasi, yani mpaka Ramadhani nyingine ikaingia, ameingia katika maasi. Lakini hatari ya pili ya mwanamke anayezembea kulipia funga mpaka inaingia Ramadhani nyingine, ضيع فريضة الإسلام، ameipoteza faradhi ya Uislamu. Kwa sababu funga Ramadhan ni fardhun min faraidh al-Islam, ni faradhi miongoni mwa faradhi za Uislamu. Kwa hiyo yeye amezembea kulipia, ضيعت فريضة الإسلام، فريضة الإسلام، ameipoteza faradhi miongoni mwa faradhi za Uislamu. Lakini hatari ya tatu hatari ya tatu qad tubtala binisyani al-ayyam. Hii hali yake ya kutembea, anaweza akajaribiwa mpaka kasahau masiku, kawa hajui masiku mangapi adaiwa mpaka kasahau, na hiyo ni hatari pia. Qad tubtala binisyani al-ayyam, huenda akajaribiwa mpaka kasahau hayo masiku anayodaiwa, na hiyo ni hatari. Min khuturati at-tasahul fi al-qada, ni hatari miongoni mwa hatari za kuzembea katika kulipia. Lakini hatari nyingine ni tata'arradhu li su'i al-khatimah, tata'arradhu li su'i al-khatimah. tata'arradhu li su'i al-khatimah, huyo mwanamke anayezembea kulipia deni la funga Ramadhani anaweza kufa akiwa na mwisho mbaya. Na ndio maana Sheikh hapa akasema ويخشى عليها أن تموت وهي لم تقضي, na panaogopewa isije kafa hali ya kuwa hajalipia bado, na kitendo cha kufa hali ya kuwa hajalipia. Tata'arradhu li su'il khatima, anajianika na anajipeleka yeye katika mwisho uliokuwa mbaya, mwisho uliokuwa mbaya, mwisho uliokuwa mbaya. Hayo ni baadhi ya mambo ya hatari yatakayompata yeye huyo mwanamke wa Kiislamu. Bali si hayo tu, yako mengi.
si hayo tu bali yako mengi maadamu hakuna udhuru. Naona muda umetuacha, tuishirizie hapa. Tutashika na hayo chache ambayo tumesoma katika ad-darsu at-tasi' wal-20. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wadah.